nimevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akasema kondoo na ng'ombe wote pia, na wanyama wa kondeni. Hiyo inawakilisha ardhi. Ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kitacho njia ya baharini, vitu vya majini vyote, na samaki na ndege wa angani, anga, ardhi, majini, Mungu ametupa. Sasa sitaki kurudi nyuma kwamba kitokea nini Adamu alipopewa, mnajua alipokosea vitu vikaenda kwa nani? Kwa Shetani. Unakumbuka? Na wakati Yesu anajaribiwa akamwambia Shetani, akamwambia Yesu, ukinisujudia hivi yote ni mali yangu, mimi nitakupa. Nadhani ni Yohana, kama sio Yohana ni Petro, alisema ufalme wa Mungu utatekwa na nini? Na wenye nguvu. Kwa hiyo baada ya anguko hivi vitu vipati hivi. Bwana atusaidie. Ukisoma Mwanzo 1:26-28, na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa wanadamu yako makusudi makubwa matatu. La kwanza, umiliki. La pili, ustawi. La tatu, uabudu. Kuabudu ndiko mwisho. Kuabudu ndiko mwisho. Kumiliki, kustawi na kuabudu. Katika hayo makundi matatu, Mungu amekupa nchi na rasilimali, ambao ndio hiyo tumesoma Zaburi 8:8. Amekupa nchi na rasilimali ili zikusaidie wewe kufanya chochote unachotaka. Ndio maana ukisoma Joshua 1:3-9 anasema popote utakapoweka Mungu wako nimefanyaje? Nimekupa. Maana ukienda ofisini umefanyaje? Umepewa. Ni papa. Mimi nakumbuka nilipoajiriwa, nilifanya kazi, nilikuwa nafanya kampuni moja inaitwa Davis and Shetland, mambo ya water pumps na nini installation. Nimeajiriwa hata unajua ni mzetu aziendane na kazi tunazofanya. Inabidi tupush. Ni hatari, Mungu atusaidie. Inabidi kupigishe kwanza kazi, kwa sababu kama mimi nilivyosomea hapo nilichokuwa nafanya, nilisoma kakozi kamoja engineering yote kapampu na kenye definition ndio nilikuta pale, akasema cavitation. Sasa nikisoma sikumbuki, nikakumbuka sikumbuki vizuri, kwa sababu si unajua chuo semester ikiisha ndio biashara inaisha, ukumbuki chochote, kama vile tumerogwa Nani anakumbuka masomo ya semester ya kwanza? Uko for first year au second year, unaweza kumfanyia somo lile first year ukafaulu. Ondoka na mzinga wako karibu usiku. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Nchi na rasilimali. Kwa hiyo wakati tunafanya kazi, nilifanya department moja swimming pool, ndio mara yangu ya kuona swimming pool. Mimi nimetoka Udizim, pale kwenye swimming pool sijawahi kwenda. Miaka hii sijawahi kwenda pale kwenye swimming pool. Kwa hiyo niliajiriwa swimming pool. Sasa Mungu, swimming pool ni kitu gani? Chemicals nini? Mambo kibao, nikaanza kusoma. Bahati nzuri nilikuwa na uwezo wa kujisomea. Na hapa niko kwenye strength yangu. Kwa nikasoma, nikafanya kazi vizuri. Sasa ile department ilikuwa ngumu bala, nikaonekana siperform vizuri sababu ni ngumu, kila mtu ilimshinda. Kila leo kwa pale alifukuzwa kazi. Inaonekana haifanyiki. Mimi nikajitahidi, ni mpya nikafanya, niambiwa nizunguke hoteli zote za Dar es Salaam. Nikajitahidi kufanya angalau kaonekana kama. Baadaye nikahamishwa department kushika kwa muda tu sehemu ya service. Hivi nenda nikapapenda pale. Sema hapa pazuri, kule kuna pressure. Nikamwambia Yesu, usiponipa hapa naacha kazi. Maana kazi ulinipa wewe. Sasa kule naonekana siperform wakati mimi niko vizuri. Ile mimi sielewi pale. Nihamishio. Kuna mtu hapo, lakini namwambia nihamishio hapo. Nikamfuata kijana alikuwa pale. Mama, bwana tubadilishane bwana. Wewe nenda kule, mimi nija hapa. Akaambia, unataka mzee? Mbili tupate bedai kwa ngumu bana.
Ngambie, kwa uko tayari? Nakutania bwana, mimi siwezi kutoka hapo. Kumbe ukienda pale unapandishwa mshahara, kila kitu. Unakuwa kaka bosi fulani. Ngambie umegoma? Akasema mimi bwana. Akasema nikaenda nyumbani nikaomba. Ngambie Bwana Yesu, kwa hiyo nataka kazi. Baada ya wiki mbili jamaa kahamishwa. Alafu nikapewa mimi. Ukikanyaga sehemu Mungu amefanya, amekupa. Kwa sababu niwaambia nisipopewa hapa naacha kazi. Akanipa ili niendelee kujifunza. Kwa hiyo nchi na rasilimali Mungu anakupa kwanza. Akishakupa hivyo, then anakupa maisha mazuri. Soma Wakorintho wa pili 9:8-13. Nitaenda haraka haraka maana muda wangu sio mzuri. Nasema nataka tufike. Wakorintho wa pili, ingekuwa faster kama haupo inabidi nasoma Biblia yangu. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8 hadi 13. Biblia inasema, na Mungu awezaye kuwajaza kila neema kwa wingi. Na Mungu awezaye kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Rudia tena. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskani, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Maana utumishi wa huduma hii hautawatimizia watakatifu riziki walizopungukiwa tu. Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo. Huwezi kutenda tendo jema huku huna vitu. Mtu asikudanganye. Kwani mimi nikiweza hapa mnasoma kwa sababu gani? Sisi mrahisisha maisha. Simple definition. Ili ukifika mtaani ndio unajua unarahisisha. Tutaongea sasa. Tunaweka msingi tu. Ili turahisisha nini? Maisha. Kwa hiyo Mungu anafahamu ili uweze kumwabudu vizuri lazima upate riziki za kila nini? Za kila aina. Sasa kuzipata zipatikani kwa maombi peke yake. Ndio maana tunataka tujifunze. Kwa hiyo cha kwanza anakupa nchi, rasilimali, baada ya hapo anakupa maisha, riziki za kila namna. Lakini Zaburi 23 mstari wa kwanza, hiyo si mnaijua? Bwana ndiye hautapungukiwa nini? Umepungukiwa au hujapungukiwa nini? Yaani tunaimbaga, unajua mistari bwana, ukiuimba kama gazeti, unakuwa hivyo hivyo. Haufanyi kazi. Bana ndiye mtengaji wangu, sitapungukiwa na kitu huku na njaa. Lakini ukitaka umstari kweli uwe hivyo, unakuwa. Hauachi kupungukiwa kwa sababu unaongea. Bwana unasema sitapungukiwa na kitu, afu hamna kitu unafanya. Haiwezekani. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati, najenga msingi afu tuongee. Tupige story. Kumbukumbu 15:4 nitasoma, lakini hawatakuwapo masikini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubariki kweli katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote nikuagizayo leo uyafanye. Lakini hawatakuwepo nini? Maskini. Tutaona definition ya maskini baadaye. Bwana tusaidie. Amen. Mungu anasema hata kuwepo nani? Maskini. Kwa nini? Anatafuta baadaye au ni sababu ya kukwambia mwabudu.
Kwa hiyo kumiliki, kustawi, kuabudu, cha kwanza uwe na nchi, uwe na rasilimali. Cha pili uwe na maisha mazuri. Cha tatu uwe na moyo wa ibada. Sasa hapa nitasoma tu Kumbukumbu la Torati hiyo hiyo 28. Sikie, baada ya kupata hivi vitu viwili, maisha mazuri na rasilimali, wanasema ukiwa tajiri afu una ardhi, wewe sio tajiri. Bwana sikia. Nani anamjua Abiudi Mishori? Abiudi yule Mungu. Juzi nilikuwa kwenye semina yake hapo da. Akasema alikuwa kama maskini hatari. Akasema sihitaji kujieleza. Useme nakumbuka ile CD hiyo wimbo ya kwanza. Mke wangu ile bali ilikuwa nimechacha niko hoi. Sasa akaanza kumuomba Mungu ambariki. Omba. Mungu akamwambia wewe nunua viwanja. Hakuna muujiza wa kushushiwa hela usiku. Huo ndio Freemason sasa. Lazima upige kazi. Usipofanya kazi unakula kwako. Sasa kuna tofauti kati Kiingereza na Kiswahili zinakuwaje? Kuna job and work. Ni Biblia mimi sijaona job. Dokta utanisaidia, umeandikwa wapi? Leo unaona wapi? Kazi za mikono yako, kazi. Sasa sijui ni ajira, kazi za mikono yako sijui lakini. Ila mimi niambiwa hiyo sio kazi za mikono yako. Imagine uko mwalimu, uko Kantarampa huko, unaomba Bwana kubariki mshahara uongezeke mwalimu. Atakuongezea peke yake? Nchi nzima. Haiwezekani. Labda ubarikiwe kwa staili nyingine. Kwa kuna vitu vingine unafanya umemlimiti Mungu, hawezi kukubariki, yani kwa hicho unachosema kubarikiwa ni mshahara upande. Au pandishwe peke yake. Ukiomba inabidi ufanye nchi nzima wapandishwe. Wewe unaweza wewe kama ombi. Ngumu sana. Kwa vitu vingine sio naomba tu. Bwana nibariki. Eti kisa tu umelala njaa. Atakubariki kisa. Mshahara wako ndio huo, uko kwenye scale. Mpaka ugonge miaka kadhaa unaenda scale nyingine. Na ukifika pale na watoto washakuwa, scale ya watoto na wenyewe imeongezeka. Kwa hiyo ukifika kwenye ile scale hata ifanyi kazi. Watoto wanachukua zote. Tutafika, ngoja tujenge msingi kwanza. Unataka kucheka, mtacheka tu. Kwa hiyo nasema hata kuwepo maskini. Mimi kwetu ni maskini, tulikuwa maskini sana. Nasema tulikuwa kwa sababu mimi nitawatajirisha. Bwana sifiwe. Sisi tulikuwa maskini. Maskini ule mimi nakuwa sijai kulala kwenye nyumba ya bati kwetu. Na sijai kulalia godoro. Sio mazuri, lakini nakuonyesha level ya umaskini. Ile hiyo ni story, mimi sio maskini. Iliishia huko nyuma. Moyo wa ibada. Huwezi kumwabudu Mungu huna mali, huna maisha mazuri. Utaabudu kinafiki. Unajua? Utaabudu kinafiki. Hivi Dr. Pedi, unajua kabisa nikitoka mwenye kodi anakuja. Watoto wamefukuzwa shule. Ukipiga magoti utaomba corona kweli au utamlalamia Mungu? Yaani ukiweza kuomba kwenye hizo shida ukajisahau ukasema mimi na moyo, unajua kanisani ukifika, sawa ni shida zenu kule, mimi neni moyo kwa Bwana. Huwezi kumimina. Unamiminaje? Wakati moyo ni sehemu ya akili. Huwezi kawa kichai tu sahau kodi na nini. Na amekwambia ukirudi tu utakumbuka tu. Wewe utakuwa ni unafiki kama mtasahau. Na ndio maana Mungu alisema mkipata riziki za kila namna ndipo mtaweza. Ukisema Bwana ninakushukuru kwa sababu huna deni. Sema madeni. Mtoto amefukuzwa shule. Mwabuduje Mungu? Mungu hapendi hiyo kitu. Na ndio maana Biblia inasema watu wananiabudu bure. Huo ni mstari gani? Yesu nisaidie nikumbuke. Mathayo 15. Wewe tuone kama ni penyewe. Mathayo 15 mstari wa 8. Watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Unajua kumwabudu Mungu bure. Unaabudu bure kama hapo unarukaruka. Kama ni staili ya kurukaruka tu hapo hamna moyoni, unaabudu bure, hamna kitu. Kwa sababu inabidi ukiabudu usikie
vitu vinaingia wapi? Rohoni. Kwa kiruka Bwana takuabudu huko bwenini, ila huko moyo una mdomo unaimba. Iko unaimba, nafsi iko bwenini imelala, ila wewe uko hapo unaimba. Au umeshafika kesho, nasema kesho ile lecture kwanza saa ngapi? Huko naimba na abudu bure. Hiyo kitu haifanyi kazi. Na bila kiabudu mtafakari wewe unayemwabudu. Ushai kwenda kwa mtu unamwambia, "Hivi unasikia ndugu yangu?" Unampa story. Alafu yeye yuko anajifanyia mambo mengine. Unajisikia vizuri? Unaona amekuignore. Ndio hiyo style unayomfanyia Mungu sasa. Unapokuwa unaabudu hapo uko bwenini. Mungu akuelewi. Anataka aje muongee huko story, unapiga story. Ile kama tunapiga story zingine. Wananiabudu bure. Mbaya zaidi, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa hivi vitu vingine si mnajua watu wanafundisha mambo yao ili wapige nini? Pesa. Injili za uongo. Watu wanadanganywa. Usifanye hiki utapata hela. Endesha gari eti kwa imani. Nani kwambia gari inaitwa kwa imani? Gari inaenda, ende showroom ije kwa imani. Au utaendesha kwa imani, ila kwenye showroom huwezi kwenda kwa imani. Unaenda na nini? Na pesa. So you better teach people how to get money. Sio kwa danganya eti endesha gari. Unaendesha gari hata pa kulala huna. Haiwezekani. Kwa hiyo vitu hivi vitatu, miliki mali, uwe na maisha mazuri, hivi utakuwa na moyo wa kumwabudu Mungu. Ndio lengo la Mungu. Sasa hii ndio mimi nisumbua. Shara mimi mshahara wangu haijai kukutana. Yaani ukiingia ule unaokuja, huu unakutushawisha, afu ushaula na ule unaokuja katikati. Ukiingia yani nishangaa mwaka umekatika. Kasi kwenye akaunti na 5,000. Mshahara. Nikamwambia hii ndio style ya maisha mshahara. Kwenye appraisal ile majina ya kuuliza, how do you see yourself at Davidson Church? Yaani hapa wanataka kujibu in 10 years. Ukiwa hapa au hivi manager. Mimi niona mna kitu hapa. Nilifanya tu cross multiplication. 1 year is equal to 5,000. 10 years is equal to. Sema kitu hapa. Nikaacha kazi. Watu walisema huyu kichaa. Mimi nafanya biashara kichaa. Na hapa tuko wawili na mke wangu na katoto kana mwaka mmoja. Kakianza kudai hadi. Si bana hiyo. Kodi yenyewe mbinde unatunza itunziki. Nasema tatunza ule mwezi. Unakuta imekatika na unadai gani shida. Hivi vitu tunamwabuduje Mungu? Lakini pia tunafanyaje kazi ya Mungu bila resources? Hakuna kitu kilikuwa kinanikera mimi chuo kupewa fomu nikaombe. Kama 500. Hata buku. Afu naenda kwa Waislamu. Nikiona nikera sana. Walichokuwa nafanya, wakinipa. Naambia mnataka shilingi ngapi hapa? 20 sasa nachukua 30 naambia hivi fomu staki. Nalipa. Bora nilipe mara mbili. Sijasema fanye hivyo, ni mimi nafsi yangu. Resources. How will we preach bila hela? Watu wanasema hapa ni international preacher. Lakini hawajali muda. Mwenyekiti wa wilaya aliwaambia, taja jina lako, chuo unachotoka, sio? Alafu na nafasi. Mambo mangapi? Aliyeweza nini? Wengine wote umeambiwa hayo, umeambiwa matatu. Hii nayo ni wastage of resources. Time. Sio nawasema vibaya mliofanya hivi. Najua mnamizuka, lakini kwenye ulimwengu mnapokwenda, time is very important. Niko na wacheki, nasema wao ndio, alafu mwingine anaongea kabisa international. Mzee utazinua mic huko kwenye international. Time imeisha. Ameweza mmoja, nilikuwa na cheki. So okay. Resources of time. Mnajisikiaje mimi hapa nishaletewa karatasi hata sijaanza. Alafu nisijaje nigonge mazaya. Mnajisikiaje? Sasa mmoja akipoteza dakika moja, mwingine moja, ilikuwa ngapi? 7 dakika ngapi hizo? Kwa hiyo zinasogea. Tunaibiana.
kitu ambacho sipendi kupoteza muda. Hata mimi siwezi kupitisha muda niandikiwa wakati kidogo, ukiisha naishi hapo. Resources of time, tunawezaje kuhubiri bila resource? Sasa ninyi na mimi ambao ndio kizazi hiki, we need to be creative and innovative. Doctor ni still lecturer? Yes, the lecturer. Mimi kusema ukweli, mimi nimesoma food and biochemical engineering. Ila mimi wakati nimemaliza form 6 nitaka kuwa daktari. Alafu daktari nilikuwa sijui ili uwe daktari mkuu weje. Nilikuwa tunataka. Nilipofika chuo, nilifanya mtihani form 6 nikapata 3 ya 13. Nikawauliza shikaji, hii naenda kwa daktari. Wakasema daktari gani mpili? Kasema haya, nilikuwa nimejaza Muhimbili, wakasema kule ndio usijaribu. Nimejaza na UDOM akasema subject to approval of TCU ile course. Nikasema sasa subject to approval si bora niache. Kumbe waliiweka. Mwenzangu alikuwa na thiri kama ya kwangu 13. Akawa jina yake ya kwanza amechaguliwa. Tulisoma chuo kimoja na nini advance Mtwara hapo. Ila nikasema labda sio Mungu. Nilivitupa. Kajikuta ni engineer PCB. Acha hesabu zangu kunitesa. Pale BAM tulikuwa tuna integrate mara moja. Kule tuna integrate mara 3. Kwa hiyo nilikuwa na integrate mara ya kwanza. Mara ya pili angalau ya 3 naacha kwa sababu sielewi. Ya kwanza sio anasema ni area, sio ya pili sio ni nini, nyingine sio ni volume, sielewi chochote. Kwa hiyo mimi engineering, anayesema engineering hesabu ni mwaka wa kwanza mpaka wa pili, mimi zote nilihesabu. Isipokuwa tu moja tu fundishwa na Mkorea aliyetupa test tu kuwa homework. Ile ndio nilikosa. Yaani ya maisha ni hatari. Tulikuwa tunapiga, yani unaenda na maformula nini. Nilivyomaliza nikaenda chuoni mtaani, hamna formula hata hii natumia. Alafu mimi food and biochemical engineering sijui chochote. Kwa hiyo ni engineer by name. Mimi sijui lolote. Alinipata mzee mmoja akaniambia, "Nifanyeje ili juice isichache?" Alikuwa anaunda unajua preservatives. Ndugu yangu. Mzee niko naye baka isichache juice. Aina gani? Akasema maembe. Nikakumbuka maembe yanakuwa na maji mengi kwa anawahi kuchacha. Ile unaweka nini sasa isichache? Hamna kitu. Kwa tangu siku hiyo nilienda kupiga kazi mambo ya mapampu, kwa food sijui. Ila ni engineer. Kwa hiyo engineering yangu mimi imenisaidia kuvamia kusoma vitu vikubwa. Basi hamna kitu kingine kinachoendana na karia yangu. Kwa hiyo hata wewe usidhani kwamba utakuwa labda uwe kudumisha ni kama au daktari, lakini hivi vya engineering sijui Kiswahili hivi. Haya hapa kwa sababu sio kama ni kozi mbaya. Kila kozi ni nzuri. Lakini mpaka ufike sehemu uwe professional. Miaka mingi sana. Kwa hiyo engineering, mimi dokta wangu aliniambia, bwana, huku engineering atufundishanaje majibu. Huku you are a problem solver. Kwa sababu alinipa practical training mwaka wa 3, ni calculate idadi ya matundu yanayotakiwa kwenye jiko ili mkao tumike kidogo. Nikamwambia, kwa hiyo licha cha review sijui hata iko wapi. Naambia kwa hiyo daktari anafanya sasa. Mwenyewe sijui. Ndio title, yani wewe tafuta sasa utakaponaje mtadiscuss. Nikasema engineering kweli. Kwa hiyo ndio niliambulia tu kusoma madude magumu, na ndio maana mimi ni certified blockchain expert. Mambo ya IT, finance. Kwa sababu gani? Navamia madude, nasoma, naelewa. Hicho ndio kilinisaidia engineering. Lakini sio eti sijui ni mshahara sio, hamna lolote. Kwa hiyo elimu unayosoma jilenge sana, jikite sana pale ambapo unajisikia kupenda. Nina uhakika 90% ya wanafunzi hapa dokta anasoma kozi ambazo hata hawazipendi. Wajikuta wamezichagua, wengine walichagua aliposikia kuna boom, wengine yani walichagua tu. Kama mimi nilivyochagua tu, nikajikuta nasoma food and biochemistry, hata sijui nilikuwa nasoma kitu gani.
Sisi ni wahanga wa elimu yetu, lakini yote haya hayakuzuii wewe kuachieve dreams zako. Lakini mimi ninachowasihi, tuondoe mentality ya kuajiriwa. Japokuwa elimu yetu haitusaidii sana kujiajiri. Sasa mwenyewe nilivyotoka, hata juisi kutengeneza si chache siwezi. Sasa na nina degree, unajiajirije sasa? Hata juisi tu yenyewe huwezi kufanya si chache. Kwa hiyo unakuwa tu kama wale mama ntilie tu. Sasa unajiuliza miaka minne ya nini? Si ungeenda tu mama ntilie mapema. Kwa hiyo inabidi uangalie kitu ambacho wewe moyo wako unafanya, unapenda, alafu jifunze kwa watu wanaofanya. Hata kama umesoma Kiswahili, geography, engineering, chochote. Hizi elimu zinatusaidia tu kuwa na uelewa na ufahamu wa haraka. Lakini usitegemee tukaajira imekusubiri. Kwanza huko ajira hamna. Hamna kabisa. Juzi niliajiri administrator ofisini kwangu bwana. UDC. Bachelor of Arts in Economics. Hajui exact. Nilimpa sisi tuna platform ya online na correct hela za watu wanaouza books, film, shilingi. Nikafanya so in cash flow, in out balance. Nikamwambia naomba nijumlishie in na out, alafu toe in minus out tuone closing balance. Sasa mimi sijui formula. Sasa bachelor of what? In economics. Unajua kujumlisha kwa exit. Alafu nilikuwa nataka mshahara. Kwa hiyo mimi nikufundishe, alafu nikulipe. Nikamwambia unaona hasara zenu hizo? Hapa ni internship mpaka utakapoelewa. No salary. Siwezi kufundisha. Yaani mimi unageuza chuo. Alafu kupiga na salary. Haiwezekani. Kwa kuna basic education tunataka mzijue. Yaani ukimaliza chuo hujui kompyuta, umeisha kwenye ulimwengu. Kuisha. Yaani ukimaliza haraka pale UC kapiga short course, Excel, Word, fanya haraka. Hujui matumizi ya Facebook, si Instagram, sio hayo mnayopost hayo. Business Instagram, business Facebook. Ujue vitakusaidia. Juzi TCRA wamesema watu wameongezeka wa internet. Wamefika milioni ngapi? Milioni ngapi? Hao ni wanafunzi. Wangapi wana simu za smartphone? Nyosha tu. Kwani ukiacha kunyosha dhambi, wewe nyosha, kwani mimi nakufanya? Safi. Ni za nini? Tunafanyaga nini? Vichekesho. Au kutumiana tulavu, kwa sababu vile visimu vya zawadi tulavu hamna. Kwa hiyo unaona ukituma ka emoji kalavu nasema tayari nimeshafikisha video. Mungu awasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Elimu yetu la kwanza la 7 form 1 form 4 form 6 chuo kikuu mwaka wa kwanza hadi wa 5, wakati mwingine wa 3 wa 4. This is just general knowledge. Ni general knowledge. Hiki ndicho ambacho nimekuja kujifunza. Just general knowledge. Haikusaidii kivile, kwa sababu hata ajira huajiriki kabisa. Mimi nakumbuka wakati naajiriwa interview, nilikuwa nimeomba piga maombi kama kazi bao, fika pale interview, nimejipanga, nimesoma madude huku distraction column ya engineering yani. Jamaa akaniuliza, how do you sleep at night? Interview na nalaje usiku? Akaniuliza, ulishawahi kuuza chochote? Nasema unaweza kuuza kwenye gari? Umo njiani tunatembea, nasema Kumbuka unauza kwenye gari unatanguliza nini? Unachukua hela au unatoa bidhaa? Swali tu ya ufahamu mdogo. Wanataka wajue unajua kujieleza. Na mwanafunzi mmoja wakati nimeajiriwa pale akaja kutoka UD, nikamfanyia interview mimi ili aajiriwe. Hiyo English. Wanaunga. Sasa juzi naongea na mwekezaji mmoja anataka kuwekeza madini London. Nikutana naye kwenye mambo ya
trading online. Sasa akaniambia, bwana, nimepata mwekezaji, mimi nataka mtu anayetaka joint venture ya mining. Nikamuita rafiki mdogo wangu tuseme, anaweza ni busy. Anambia, bwana, fursa bwana, Skype. Jamani, anaongea English. Bwana nikajuta, akasema dai ninazalilika hivi. Hivi anaongea Kiingereza cha Kisukuma kile. Akiandika sasa hivi, anambia andika email. Akituma email anaandika Kiingereza cha Kiswahili. Sio yeye. Yaani kisoma kieleweke. Ngambia sasa, mwanangu, usitume tena. Naomba unaandika umenitumia na edit. Yaani ni shida. Hasa mazingira kama haya utaishije maisha yale mazuri tulikuwa tunasema Mungu ametuandalia? Unaombaje katika mazingira ya ujinga namna hiyo? Si mnanielewa ninachosema? Ukiomba eti Roho Mtakatifu ashuke. Kuna interview tulifanya, jamaa akasema, watumishi wa Mungu ana Roho Mtakatifu. Niambia, Roho Mtakatifu haji kukubambikiza mambo. Ukiomba Roho Mtakatifu anashuka na kuchungulia kwenye bakuli la akili yako kuna nini? Akikuta ni empty, hafanyi kazi. Unabaki tu unalia, hamna kitu, kwa sababu hakuna akili ambayo Roho Mtakatifu anaitumia. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatumia akili zako. Akikuta na maarifa ya kutosha anakupa fursa. Fursa, watumishi wa Mungu, fursa ina depend na nini unajua. Yaani kibaki na hizi elimu za kumaliza, wewe jiulize, kuna watu wamegraduate wana degree ila hajifiki kama na degree. Degree. Akienda nyumbani, jamani, degree au anajicheka, degree gani hii na nini? Degree haina maana. Kwa sababu huna knowledge. Bwana tusaidie. Sasa safari ya mafanikio, mbakiza dakika chache. Ningekuwa na projector ningeonyesha vitu vingi. Sasa muone, naona mwenyewe hapa. Kila mtu anapomaliza chuo anatamani maisha mazuri. Si ndio hivyo jamani? Anatamani baada ya muda mfupi amejenga nyumba, ameoa, vitoto vinakaa nyuma ya gari. Hizo picha ndio mlizo nazo. Haya maisha kwa wiki yake. Maisha si ya kitoto. Muulize daktari ana miaka mingapi? Alikuja kunangalia, labda yeye ndio sababu nani. Lakini Mungu atusaidie. Katika hali hiyo ya ujinga, hata ungeombaje? Ukaomba mpaka kuta zikatetemeka. Hakuna relationship. There is no money in prayers equation. Yaani sio kiomba unapata hela. Unategemea unaomba nini? Sasa Wakristo wengi wana ujinga huo. Baba bariki. Baba bariki. Biblia inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kazi huna. Baba anakubariki nini?